Alwudhu baina jima'aini, udhu baina ya jima'i mbili. Anasema wa idha ataha fil mahalli almashru', atakapomwendea katika ile sehemu ambayo ilikuwa imewekewa sheria. Bado Sheikh Al-Albani anasisitiza kwamba mtu anatakana kwamba ende katika ile sehemu ambayo ilikuwa imewekewa sheria. Atakapomwendea katika ile sehemu ambayo ilikuwa imewekewa sheria, kumwendea mke wake, thumma arada yauda ilaiha, kisha akakusudia kufanya nini? Kurejea katika sehemu hiyo. Anasema tawadda liqaulihi, basi atatia udhu. Kwa nini? Kwa ile kauli yake, atatia udhu kwa ile kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tawadda, atatia udhu. Dalili ya hayo liqaulihi, kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema idha ata ahadukum ahlahu, atakapomwendea mmoja wenu kumwendea mke wake, thumma arada an yauda, kisha kataka kurejea, faliyatawadda, basi natie udhu bainahuma, baina ya jima'i mbili hizo. Wudhu'an, udhu. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine, wudhu'ahu lis-salah, udhu ambao kama vile ambavyo anavutia kwa ajili ya swala. Fa innahu anshatu fil aud, kwa sababu jambo hilo linaleta zaidi uchangamfu katika kufanya nini? Kurejea. Simefahamu? Wengine wanasema kwani panarejeka ake hivyo vyakula vyenyewe, sasa ndio utakana ule vyakula ambavyo siha. Simefahamu? Yani katika concept ambayo ilikuwa watu wengi katika ndoa hawako nayo, mtu akishafanya tendo la ndoa basi yeye inakuwa hajui kwamba amepoteza nguvu. Yeye anaona kwamba akishafanya tendo la ndoa basi asubuhi akiamka atapiga mkate wake wa boflo na chai ya mkandaa, akija mchana atakula mchele wake, ataona kwamba ndo tayari, na siku ya pili anafanya tena huyo mtu, na siku ya tatu anafanya tena. Baada ya kama wiki kadhaa au mwezi anakuja kusema mimi naona nguvu hazipo. Simefahamu? Sasa wewe unafikiria ni nini ambacho kupelekea nguvu hazipo? Utoaji wa zile nguvu ambao wanaotoa na urejeshaji wa zile nguvu ambao wanaorejesha uko tofauti. Simefahamu? Yani uko tofauti, kwa sababu wanasema kwamba ile ejaculation, yani ule mwago mmoja ukimwaga, maana yake kwamba yale ni maji, mbegu za uzazi, lakini zile zinakuwa zishakuwa converted zile. Yani mwanzo zilikuwa zipo katika blood, simefahamu, damu. Sasa damu imebadilishwa ikaja katika mfumo ule unaokuta wewe kwamba ni mbegu za uzazi. Sasa ule mwago mmoja tu ule ambao mtu alomwaga ule, maana yake sasa ana lita moja ya damu. Simefahamu? Sasa hebu niambie, katika mkate na chai ya mkandaa inarejesha lita moja ya damu? Hebu tunaambizana, ninarejesha? Inarejesha? Hairejeshi. Kwa hiyo na siku ya pili huyu mtu anafanya tena tendo, na siku ya tatu anafanya tena tendo. Ina maana mwisho wa siku kisahani kinakuwa empty, maana yake kitupu, hamna kabisa. Hasa mtu anatakana kwamba huyu na concept kwamba ukifanya tendo lile basi tafuta vyakula vya kurejesha afya, korosho kula, tende, supu zile. Na tulisema kwamba waambie nyumbani ukipigwa supu basi bakuli zima la supu wekewe unywe. Sijui umefahamu? Yani ukipeleka kitoweo mwambie niwekee bakuli zima la supu. Mezoea amekunywa supu, kumbe una maana yako. Kama yeye haijui acha asijue, lakini kwamba supu unywe. Na wanawake na wao kwamba wajihimize katika upande huo, sio baadaye walalamike kwamba mimi bana unikivi, unipe haki yangu. Wewe mwanamke unatakana uwe ndo msaada vile vile wa kumwandaa mwanamume, ili manake zile nguvu ziongezeke kila siku. Sijimefahamu? Kwa hiyo mwanamke ajue kwamba mwangu nimwekee kitu fulani, kwa hiyo hichi kitamuongeza afya zaidi na atakuwa katika mazingira mazuri zaidi. Na wewe mwenyewe utakana kwamba ujue hilo, basi itakuwa wewe kila siku uko imara. Kisha pia ukipata muda fanya mazoezi ya kukimbia. Sijimefahamu? Yaani fanya mazoezi ya kukimbia. Huna muda ukimbia, tafuta kamba. Wengine atakuruka kamba hawajui. Yaani kama tutaleta kamba hapa, yaani mtu utamuona anaruka mpaka kwenye feni kule. Moja hiyo. Kesho akirudi tena chini inakuwa ni mtihani. Sasa mazoezi muhimu, mazoezi muhimu. Yaani huna muda basi jizoeshe kufanya nini? Kuruka japo kamba. Na kweli mtu na kwa muda huna, yale mazoezi yale inafanya damu ifanye nini? Ichemke. Umefahamu? Manake wewe unapoambiwa kwamba unazo nguvu,
yani ile nguvu manake ni kuwa damu inakuwa supplied kwa nguvu inakwenda mpaka katika sehemu husika, ndio unaonekana kwamba wewe una nguvu. Lakini sasa ikiwa ile damu haiko supplied, ule kusafirishwa kwake unakwenda kidogo kidogo, kama maji ambayo yalikuwa yamefungwa kisha anapiga tone tu tip 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 yani mpaka ijae kule sehemu husika, unafikiria ya leo mpaka ile damu ijae kule sehemu husika ya leo. Tushamiri ya leo, si ya leo. Mzee Feruzi leo hayupo hapa, si ya leo. Maana yake kwamba damu inahitajika kwamba isafirishwe kwa nguvu, umefahamu? Kwa hiyo wewe kule kufanya kwa mazoezi huna muda wa mchana, basi kama usiku hivi unapata muda ukishaswalisha, tafuta uwanja hivi, akishapiga mbio zunguka, sasa utoke jasho, zunguka kwa nguvu utoke jasho. Zunguka mara moja, ukiona huna nguvu ya hivyo, akisha siku ya pili zunguka mara pili, hivyo hivyo, basi unakuta ile yani kile kile kinapata afya. Kipata afya kile tayari kwamba kuna kitu shakiongeza pale, lakini wewe mwenyewe unakuwa hujui yani, lakini unakoshaongeza afya fulani. Akisha na vyakula sasa, unavyokula habari yake utaja kunielezea wewe, yani ukifanya hivyo. Haya, tusishereheshe sana lakini kwamba ni katika mimbabil faida, katika mlango wa kupeana faida. Anasema akhrajahu Muslim, hadithi amesimulia al-Imam Muslim, nambari hadithi juzuu ya kwanza kurasa 171 wa Ibn Abi Shayba, na vile vile Ibn Abi Shayba fil Musannaf, katika Musannaf katika juzuu ya kwanza kurasa 51 nambari 2, wa Ahmad, na vile vile al-Imam Ahmad juzuu ya 3 kurasa wa 28, wa Abu Nuaim fi Tib, na Abu Nuaim amesimulia katika Tiba juzuu ya 2 kurasa 12 nambari 1, wa ziyadatu lahu, na ziada ilikuja katika bracket, fa innahu anshatu fil auda au bainahuma wudhu'an, yani ziada yake. Wa ghayruhum, na wengineo, min hadithi Abi Sa'id al-Khudri, kutokana na hadithi Abu Sa'id al-Khudri, wa qad kharrajnahu fi sahih Sunan Abi Daud, na kwa hakika sisi tumesimulia hadithi hiyo katika sahih Sunan Abi Daud biraqamin, kwa nambari hadithi 210 na ngapi, 19. Tumalize kipengele hicho. Al-ghuslu afdal, kukoga ni bora zaidi. Ikiwa utatia udhu sawa, lakini kukoga ni bora zaidi, kukoga ni bora zaidi. Anasema lakini al-ghusla afdal, lakini kukoga ni bora zaidi, min al-wudhu'i, kuliko udhu. Li hadithi Abi Rafi, wa hadithi Abi Rafi anna an-nabiyya, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam tafa dhata yawmin ala nisaihi, mtume sallallahu aliwazunguka siku moja wake zake wote, wake zake 9, yaghtasilu inda hadhihi, akikoga kwa huyu, wa inda hadhihi, na akikoga kwa huyu. Qala, amesema kusimulia habari hii Abu Rafi, faqultu lahu, nikasema kumwambia yeye mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ala taj'aluhu ghuslan wahida, kwa nini usifanye josho moja? Qala, mtume akasema hadha azka, hii inafanya utakasifu zaidi, wa atyab, na ni nzuri zaidi, wa athhar, na inatoharisha zaidi, na inachangamsha zaidi. Yani ni kwamba fika huko ukakoga, kisha fika huko ukakoga. Kwa hiyo mtume sallam alizunguka kwa wake zake wote 9. Sake 9, wewe unafikiria Allah alivyoweka hikima yake kwamba mwisho wake wa 4 kuna hikima kubwa. Wengine sasa manake na sisi tungewekewa 9 tu. Agesha kila mmoja sasa kiingia huko anataka haki yake, na huyo anataka haki yake, na anataka haki yake. Mimi naamini kwamba ingekuwa kwamba tunaambiwa kwamba huyo mtu kalazwa mnazi mmoja. Unafahamu? Huyo mtu kalazwa mnazi mmoja. Kwa sababu sio jambo la maskhara, linahitaji kwamba mtu awe na nguvu kweli kweli. Imefahamu? Kwa hiyo ndo Allah kaeka sheria ngapi? 4, kwa sababu anajua zaidi ya 4 haiwezekani. Bora mtume ameweza, ndo dhalika fadhlullah yutihi man yasha. Hiyo ni fadhila ambayo Allah amempa amtakaye. Kwa hiyo Allah amemtengeneza mtume na akaona kwamba huyu wake zake wawe zaidi ya 4. Ni fadhila ambayo alikuwa amepewa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapo kuna masala, inawezekana kwa pengine mtu ana wake 2, 3, 4, lakini yeye inawezekana kwa pengine labda akawa anapita asubuhi huku, anapita kwa tembelea kwa julia hali na vitu kama hivyo.
lakini alipopita huku sio zamu yake. Lakini sasa yule mwanamke akataka haki yake. Wanawake mara nyingi huwa na hali hizo, wanataka mkomoe mwenzake, sijui umefahamu. Sasa wewe vipi ndo utalifanya ile tendo hapo? Ikiwa kama una uwezo wa kufanya pale ukafanya na huko ukafanya, sawa. Lakini ikiwa hakuna uwezo huo, zamu ya mwingine, yeye zamu yake chakwisha, usifanye. Sasa ufanyeje? Yani nakakushika mwisho anasema kwamba umpendi kadha na maelezo tele yani. Mimi najua sawa, wanakula vizuri wengine na mfano maneno kama hayo, sijui umefahamu. Sasa wewe utatafuta maelezo yote ambayo yalikuwa mazuri, ambayo utachomoa kiaina, sijui umefahamu. Lakini sasa mwingine sasa usiseme sana kwa pengine wake zetu wako huko, wacha wasikie na wao watakana mche Allah, sijui umefahamu. Na wao wanatakana wafanye nini? Wamche Allah, ajue kwamba ile zamu si ya kwake. Naam, rawahu Abu Daud, hadithi amesimulia Abu Daud. Wa Nasa'i, na vile vile amesimulia Imam Nasa'i fil Ishratin Nisa, katika kitabu Ishratin Nisa katika juzuu ya kwanza ukurasa 79. Wa Tabarani, na vile vile amesimulia Imam Tabarani katika juzuu ya 6 ukurasa 96 nambari 1. Wa Abu Nuaym, na vile vile amesimulia Abu Nuaym fi Tib katika juzuu ya 2 ukurasa 12 nambari 1 bisanadin hasan, kwa mategemezi yalikuwa mazuri. Wa qawahu al-Hafidh, na vile vile ametia nguvu hadithi ya Imam Hafidh. Wa qad takallamtu alayhi fi sahih sunan, na vile vile nimezungumza juu katika sahih sunan nambari ya hadithi 215. Kwa hiyo ni masala ambayo muhimu sana mtu kuweza kuyafahamu na katika kuweza kuyadhibiti. Mwanamume anatakana afahamu, kadhalika vile vile na mwanamke naye anatakana ayafahamu katika mweko wake. Nini nakusudia? Maana yake kwamba mwanamume anatakana achunge haki za wake zake, na mwanamke naye akiona kwamba mume wake ana wake zaidi ya mmoja, basi vile vile achunge haki, akijua kwamba hii haki ya leo si ya kwangu. Asilazimishe, sikimeelewa, asitake kwamba afanye mume wake wakati ule. Sasa je, ikiwa kwamba ndo amezidiwa nini vitu kama hivyo, itakuwaje? Simeelewa. Ikiwa kwamba amezidiwa, tena kuna masala atazungumza na mume wake ili kwamba amuondoshe katika hali ile, amweke katika mazingira mengine. Lakini na huku mume akichunga kwamba mimi nikitoka hapa ndio nina uwezo wa kwenda kutekeleza haki sehemu nyingine ile. Na ni jambo ambalo muhimu mno, tendo la ndoa katika ndoa watu wanaoana, kwa sababu kuna kitu cha kukidhiana matamanio. Mume amkidhie matamanio mke wake, na mke amkidhie matamanio mume wake. Kwa hiyo kila mmoja anatakana katika hili aliweke katika akili yake, na ajue kwamba ni katika jambo ambalo likiharibika likawa halipatikani katika ndoa, maharibiko yanakuwa ni makubwa mno. Na mtu ikiwa yeye ni mgonjwa na madaktari wamethibitisha hivyo, bora asiingie katika ndoa. Bora asipe nini? Asiingie katika ndoa ikiwa kwamba madaktari pia wamefanya nini? Wamethibitisha hilo. Madaktari wamethibitisha kwamba huyu mtu ni mgonjwa, hana nguvu, basi inatakana asiingie. Sasa baadhi ya vijana watu wa maskani wanakaa maskani, mara mtu fulani kaoa, fulani kaoa. Hadi watu wanamalizika. Unaona hapa mimi niko sijaoa hapa nitaadhirika. Na yeye anatangaza ndoa, na yeye anaoa. Hali ya kuwa kwamba ule uhalisia wa nguvu hazipo. Kwanza alikuwa anatakana ajitibu, kisha baadaye ndio aingie katika ndoa. Simefahamu? Ndio katika hali kama hiyo. Naam. Allahu a'lam.